Crazy Rocket, now available on PMBet. Bwana, tayari tumeshafika hapa Singida na wachezaji ambao tulitarajia kufika nao hapa, ukiachilia wale ambao wako timu za taifa. Tayari tumesha kufika hapa na niko na meneja. Meneja, nimeona tumetoka na delegations ya baadhi ya wachezaji vile vile hawaonekana. Nafikiri waandishi wa habari na wananchi wangetamani kujua mgawanyiko wa baadhi ya wachezaji ambao wako hapa na wale ambao pia hawapo eneo hili. It's very simple. Yes. Wachezaji ambao tumekuja nao ni wale ambao wakupata nafasi ya kuitwa kwenye timu za taifa, ambao hawapo hapa ni wale ambao wako kwenye timu zao za taifa, lakini kuna wachache baadhi ambao wana issue zao kidogo za kifamilia na kiafya. That's why wako hapa. Aziz, Bakari pamoja na Yao. Aziz na Yao wana majeraha ambayo anafanya wasiwe hapa. Bakari ana shida kidogo ya kifamilia, that's why yuko hapa, lakini the rest kama ambavyo tumeona tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaendelea na maandalizi yetu ya kuelekea kwenye michezo ambayo iko mbele yetu, kwa maana mchezo wa FA tarehe 29 dhidi ya Songea United na mchezo wa ligi unaofuata dhidi ya Tabora tarehe 2. So kesho itakuwa siku nzuri kwa wananchi na wapenzi wa Young Africans kwa mkoa wa Singida. Hatukuweza kupata nafasi ya kucheza mchezo wetu wa ligi hapa. This time around tunakuja kwa ajili ya kuzindua uwanja mpya. Nadhani nafasi kwao ya kuweza kuja kuishuhudia timu yao wanayoipenda ikiwa imefika hapa baada ya kuikosa kwa muda mrefu, na naamini itaenda kuwa siku nzuri kwa wananchi, siku nzuri kwa Young Africans. Meneja, hii ni mechi ya kirafiki yenye hadhi, kwa sababu tunafahamu Singida Black Stars wana jambo lao. Si mara ya kwanza tumekuwa tukipata shughuli za namna hii. Tulialikwa pale Malawi katika sherehe zao za uhuru, tukiambatana na Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tukalikwa Toyota Cup, kwa utakumbuka pale Afrika Kusini. Na hii ni mara nyingine tunaalikwa katika uzinduzi wa uwanja huu wa Singida Black Stars. Hii inaleta picha gani kwako meneja, kwako wewe binafsi na kwa klabu? Kwa klabu hii inaonyesha ukubwa wa klabu yetu, jinsi ambavyo ulivyo na jinsi ambavyo inaaminika kwenye matukio makubwa ambayo ni ya kihistoria. Matukio yote ambayo umeyataja hapo ni matukio makubwa ya kihistoria, na hili ambalo linaenda kutokea siku ya kesho ni la kihistoria na ni kubwa. So imekuwa ni kazi nzuri ambayo imefanywa na uongozi wa kutengeneza chapa bora ambayo inaweza ikaaminika. That's why tuko hapa. So kwetu sisi kama Young Africans tunajivunia kuwa na ushawishi huu ambao tuko nao kuweza kuwa kwenye matukio ya kihistoria kama haya, na tuna imani hayataishia hapa, yataendelea na tutaendelea kuwa sehemu ya historia ambazo zitakuwa zinatokea kote kwenye bara la Afrika na sehemu nyingine ambayo tutaalikwa, na hii inadhihirisha ukubwa wetu na jinsi ambavyo ni klabu kubwa ya kihistoria. Mwisho ni kuacha uendelee na majukumu yako meneja. Singida Black Stars ni moja kati ya timu ambazo zina wachezaji wazuri sana, na michezo miwili ambayo tumekutana nao wametupa challenge pale Zanzibar na kile vile vile pale KMC. Unafikiri mechi ya kirafiki inatuongezea jambo lote kiufundi kuelekea katika michezo mikubwa inayokuja mbele? Hilo sio swali wala sio kitu cha kuuliza, kwa sababu ya ubora ambao Singida wako nao. Tunalitambua hilo na kila mtu analitambua. That's why hata sisi tumekubali mwaliko huu ambao umetuleta hapa. So tuna imani tutaenda kupata kipimo kizuri sana ambacho kitatuwezesha sisi kurejea kwenye shughuli zetu, kwenye malengo yetu ambayo ni kutetea ubingwa wa ligi pamoja na FA. So hilo bila shaka ubora wao ni mzuri na mkubwa, na tuna imani utaenda kutusaidia sana pindi ambapo tutarejea kwenye mashindano. Ndugu waandishi habari, huyo ni meneja wa timu wa klabu ya Yanga, Walter Harrison. Mpaka sasa jioni hii hakuna ratiba nyingine. Nafikiri ratiba kama zitakuwepo siku hapo kesho basi tutajulisha, kwa maana kwamba hakutakuwa na mazoezi siku ya leo. Nafikiri hapo kesho tutatoa ratiba nyingine kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii. Na niwashukuru sana kwa wale ambao mmesafiri. Nimeona wengi ni kutoka Dar es Salaam. Mmekuja, ni mechi ya kirafiki lakini mmeonyesha kwamba kuna kitu kikubwa ambacho mmekuja kukifuata hapa. Natakia majukumu mema. Tutafanya kwenu mazoezi ya kutasiri chochote pia. Kwa namna ambavyo wachezaji tumesafiri, sidhani kama ingekuwa sahihi kwenda kuwapeleka kwenye mazoezi, kwa sababu kuna uchovu wa safari, wanahitaji kupumzika, wengine wamefunga na kadhalika. Nafikiri kesho mwalimu atafanya recoveries mapema, then baadaye jioni tutarudi kwenye mchezo. Ni mechi ya kirafiki, Kwa hiyo maandalizi ya mechi ya kirafiki kama hii ni tofauti kidogo na kama ambavyo ingekuwa ni mechi ya ushindani. Lakini Priva, la mwisho, huu mchezo kwenu una faida gani? Kwa sababu key players wengi hawapo kama ambavyo tumezoea kuona ile Young Africans ikiwa na maingizo mengi ya wachezaji ambao ni key players. Kwa wachezaji ambao hawapati nafasi, lakini hii ni nafasi ambao wanaweza kuonyesha chochote kitu.
Ina faida gani huu mchezo? Yani Betha amelazimisha mpaka akanihoji. Haya. Hakuna athari yoyote. Kwanza inatusaidia kwa sababu kuna mambo mawili, kuna match fitness na fitness ya mtu kimwili. Mchezaji anaweza kufanya mazoezi mwaka mzima, asipopata ile fitness ya michezo au kucheza, hata kama na kipaji kiasi gani, hata kama anafanya mazoezi kiasi gani, kama hapati ile saikolojia ya kushindana na wenzake uwanjani, kuna kitu wanapoteza. Kuna wachezaji wako national team, hawa tayari watafanya mazoezi ya kimwili, lakini vile vile watapata nafasi ya kucheza. Na ndio maana utakuwa unaona sisi mara nyingi tukicheza mchezo kiisha, baadaye wale ambao wakucheza huwa kuna mazoezi wanafanya ili kuendana kupata ile endurance sawa na wale ambao wamecheza. Kwa kwanza tunafanikiwa kupata match fitness kwa wachezaji wetu ambao kwenye timu ya taifa. Kwa hiyo inaongeza kitu, inatupa ile balance ya wale ambao wako timu za taifa na wale ambao hawajito timu za taifa, kwa maana ya wote tunapata ile nafasi ya kucheza na kushindana. Kwa hiyo hii match itatusaidia kwa sababu kwanza tunakwenda kukutana na wachezaji wazuri, akina Jonathan Soa, sio akina nani, watatupa ile match fitness nzuri, proper match fitness, na wale ambao kwa timu za taifa tunakwenda kukutana sehemu moja. Kwa hiyo ina faida kwetu. Tusikuchoshe sana, tukuache kupumzika. Hamna shida, na mimi pia nisiwachoshe kwa sababu najua mmesafiri. Kabisa. Haya, umefunga? Lolote ni iftari, karibu ni iftari.